Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na tuko katika kitabu cha Nabii Isaya. Tuko sura ya 65. Taanza kusoma mstari wa 13. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: Tazama, watumishi wangu watakula, bali ninyi mtaona njaa. Tazama, watumishi wangu watakunywa, bali ninyi mtaona kiu. Tazama, watumishi wangu watafurahi, bali ninyi mtahuzunika. Tazama, watumishi wangu wataimba, watafurahi, bali ninyi mtatahayari. Tazama, watumishi wangu wataimba kwa furaha ya moyo, bali ninyi mtalia kwa huzuni ya moyo. Mtapiga kelele kwa sababu ya uchungu wa roho zenu, nanyi mtaliacha jina lenu kuwa laana kwa wateule wangu. Amin. Mpendwa mtazamaji wangu, nafurahi sana kwamba unafuatana nami ni furaha yangu kuona uko pamoja nami, na tunapoendelea kuzitazama hizi ahadi ambazo zimeandikwa kwa ajili yetu. Hili ni jambo la baraka sana. Hapa tunakutana na ahadi nyingine kwa watumishi wa Mungu. Ahadi nyingine kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu ni watu gani? Watumishi wa Mungu ni kila mtu ambaye amefanywa kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo wewe na mimi ni watumishi wa Mungu. Sasa angalia ahadi zilizoko kwa watumishi wa Mungu. Anasema, Bwana Mungu asema hivi: Tazama, watumishi wangu watakula, bali ninyi mtaona njaa. Maana yake hapa watumishi wa Mungu watakula na kushiba, lakini wasio watumishi wa Mungu wataona njaa. Maana yake Mungu atashughulika na watumishi wake kuwashibisha, bali wengine watakuwa na njaa. Halafu anasema, Tazama, watumishi wangu watakunywa, bali ninyi mtaona kiu. Wakati wa kiu watumishi watashibishwa kwa maji, bali wengine wataachwa na kiu. Watumishi watakunywa, bali wengine watabaki na kiu yao. Halafu anasema, Tazama, watumishi wangu watafurahi, bali ninyi mtatahayarika. Kuna wakati watumishi watafurahishwa na Mungu, lakini wasio watumishi wa Mungu hao watatahayarika. Maana yake Mungu atawaaibisha, watakuwa na aibu. Haya, tazama, watumishi wangu wataimba. Anasema tazama, watumishi wangu watafurahi, bali ninyi mtatahayarika. Tazama, watumishi wangu wataimba kwa furaha ya moyo, bali ninyi mtalia kwa huzuni ya moyo. Watumishi wa Mungu wataimba kwa furaha kabisa, bali wengine wasio watumishi wa Mungu hao watakuwa wakilia. Maana yake ni hii kwamba ukishafanywa kuwa mtumishi wa Mungu, Mungu atakupa kuimba, atakupa kufurahi, atakupa kuimba. Moyo wako utaimba na kufurahi, bali wengine watakuwa wakilia na kuhuzunika. Halafu jambo la mwisho hapa anasema tazama, watumishi wangu wataimba kwa furaha ya moyo, bali ninyi mtalia kwa huzuni ya moyo. Mtapiga kelele kwa sababu ya uchungu wa roho zenu. Mpendwa mtazamaji wangu, ni furaha yangu kukuona ukifurahi. Ni furaha yangu nikikuona ukibarikiwa. Ni furaha yangu nikikuona unashangilia moyoni. Kwa sababu gani? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu